الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. نعم عباد الله, tunaendeleza durus zetu ambazo zinafungamana na ibada ya saumi Ramadhan. Naam, tunaangazia adabu asiyam, adabu ambazo mtu anafaa kushikamana nazo mwenye kufunga. Naam, miongoni mwa adabu ambazo mtu anafaa kushikamana nayo akiwa amefunga ni mulazama at-taqwa. Mulazama at-taqwa ni kulazimiana na kumcha Allah azza wa jalla. Na hiyo ni mtu kujiweka mbali na kuzuia nafsi yake kutokamana na maovu na machafu na mifano ya hayo, kwa sababu yanakuwa yenye kuharibu saumu ya mtu. Imepokewa katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Naam, hii ni katika adabu muhimu zaidi kwa mwenye kufunga, na utapata waislamu wengi wanaanguka, wanakosa hii tabia ambayo kwamba mtu anafaa kushikamana nayo. Taqwa Allah, kumcha Allah azza wa jalla. Mtu amefunga, jiepushe na mambo machafu, jiepushe na vitendo vichafu. Utapata waislamu wanatukanana hadharani, matusi makubwa makubwa. Utapata waislamu wanapigana hadharani mbele ya umma kwa sababu ya hasira labda, ama kwa sababu ya kibinafsi ambayo kwamba sio katika mafunzo yetu. Na saum imekuja kukataza mtu kufanya haya yote. Ndio alayhi salatu wasallam anasema, endapo mmoja wetu atakuwa ni mwenye kufunga, bimaana endapo mmoja wenu atakuwa amefunga, fala yarfuth, asifanye machafu. Asifanye machafu, ima kuingilia mke wake ama kadhalika. Wala yaskhab, asiweze kushout, asiweze kupiga kilele na kubishana na kutukanana matusi kubwa kubwa. Wala yajhal, na ache ujinga, asifanye mambo ya kijinga jinga. Naam, mathalan kutumiana vitu kwenye mitandao, watu wanatumiana vitu za kuchekesha ambazo ukiona vitu hivyo asli inakuwa ni yenye kukejeli katika dini ya Islam. Ifai mtu afanye ujinga kama hiyo. Fa in shatamahu ahadun au qatalahu, endapo mtu atakuwa ni mwenye kukutukana na umefunga ama anataka kupigana na wewe, basi ondoka sehemu ile na umwambie mtu kama huyo, inni saim, bana mimi nimefunga, sitaki bana mambo kupigana. Lakini anakuja kupigana na wewe kisha wewe pia unaenda kupigana na yeye, utakuwa umeingia kwenye trap ya shetani, utakuwa umeingia katika trap ya nafsi yako, na mwisho wa siku utaharibu saumu yako. Mtu akitaka kupigana na wewe, mwambie inni saim. Mtu akikutukana, mwambie inni saim. Hii itakuwa ni jukumu yake, na Allah azza wa jalla kesi yake itabaki kwa Allah azza wa jalla. Imekuja katika hadith nyingine ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بمعنى kuna watu ambao kwamba wanashinda na njaa na kiu peke yake. Anasema alayhi salatu wasalam, yeyote ambaye kwamba hatoacha maneno ya uongo, yeyote miongoni mwetu ambaye kwamba hatoacha kutumia maneno ya uongo, yeyote miongoni mwetu ambaye kwamba hatoacha ujinga katika mchana wa Ramadhani hali yakuwa amefunga, falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, basi afahamu awe na elimu juu ya hili kwamba Allah azza wa jalla hatakuwa na haja na saumu yake, kwa sababu atakuwa ameshinda njaa na ameshinda na kiu bure tu, na saumu yake Allah azza wa jalla hatakuwa na haja nayo. Na utapata wengi katika vijana wanaingia katika hali hii, watu wanapigana, watu wanavurugana, watu wanatusiana, watu wana hasira, watu wanashautiana. Hii si katika mafunzo ya mambo ya saumu. Hii adab ni muhimu sana, mulazamatu taqwa. Mtu alazimiane na taqwa, amche Allah azza wa jalla, bimaana afata amri Allah azza wa jalla na jiepushe na yale ambayo kwamba Allah azza wa jalla amemwamrisha. Tunamwomba Allah azza wa jalla tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Barakallahu fikum wa ahsana Allahu ilaykum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.